Mkuu wa nchi na viongozi wote wa serikali na wakuu wa vyama mbalimbali wanaoongoza nchi yetu kisiasa, salamuni katika Bwana na asanteni kushirikiana nasi katika familia hii. Mimi naitwa Askofu Simon Makundi, mstaafu kanisa Anglikana. Ni mmoja wa familia hii. Mzee Mtei alikuwa ndugu yangu, rafiki yangu, lakini mzazi mwenzangu, kwa sababu mtoto wangu wa kwanza aitwa Gloria alipendana na Meli, yuko hapa, wakaoana, wakaishi, lakini baadaye akatutangulia kwenye ulimwengu wa wafu. Tunamshukuru Mungu kwa uhusiano wa undugu wa kifamilia. Familia ndio msingi wa kanisa, ni msingi wa familia, ni msingi wa serikali yoyote ile duniani. Inaanza kwenye familia. Kama huwezi kuituza familia yako vizuri na watoto wako wakamjua Mungu kama mzee wetu marehemu Edwin Mtei alilelewa katika mazingira ya Kikristo. Alimpenda Mungu maisha yake yote. Na ukiangalia katika taarifa zote tulizozisoma, alipanda ngazi moja hadi nyingine. Akawa mtumishi wa umma, mtumishi wa serikali, mtu mwadilifu, mtu anayempenda Mungu. Na wewe ukimlea mtoto wako vizuri, huwezi kujua kesho atakuwa nani. Huyu bwana alikuwa governor wa benki. Huyu bwana alikuwa sekretari mkuu wa Afrika Mashariki. Alifanya mambo mengi mazuri hapa duniani na hata kushirikiana na shirika la fedha duniani. Akatuletea sifa kama Watanzania na hata kuwa kwenye grade ya kati ya uchumi. Kazi ya mzee Mtei ni kwa sababu alitunzwa vizuri, alilelewa vizuri na akasomeshwa vizuri. Kazi kwako utakavolea familia yako ili wamjue Mungu kwanza kuliko kitu chochote kile. Awe mtoto mwadilifu anayeheshimika kwenye taifa na kanisani na kwa jamii nzima. Hivyo ndivyo inavyokupasa wewe na mimi. Na ndio maana tumekusanyika hapa kumshukuru Mungu kwa huduma na kazi njema ya huyu mzee Mtei. Bwana Mungu ambariki sana. Lakini pia kama wasia wake ulivyosema, kama watoto wake walivyosoma, wamesoma tabia yake ni ya kweli, hata mimi nashuhudia. Alikuwa mtu mwadilifu. Hii habari ya hivi na ufisadi na nini, no, he didn't want that. Hakutaka. Ni kweli. Sasa we governor wa benki bwana, sio tu kama multi-billionaire. Kuna shida gani? Kuna njia hii na ile na ile na ile hivi. Hakufanya. Kilichomnyima nini? Hofu ya Mungu. Kwa hiyo na wewe uwe na hofu ya Mungu mahali popote Mungu anapokuweka kulingana na kipawa chako na nafasi yako katika uongozi wa taifa na uongozi wa kanisa, popote anapokuweka. Ndio legacy aliyoiacha, na watoto wake wamesoma mahali hapa bila kificho. Mungu ashukuriwe kwa maisha yake hayo. Na anakufundisha wewe mimi kuiga tabia njema ya uadilifu ya kujenga familia yako na taifa lako bila hili wala lile la uongo na unafiki. Lakini huku duniani tunatofautiana sana katika uongozi, katika fikra, katika mawazo tunatofautiana. Na huyo mzee alikuwa jasiri kweli kweli. Anakufundisha wewe jasiri katika mambo ya haki na kweli. Alitofautiana na muasisi wa taifa hili Julius Kambarage Nyerere, mheshimiwa rais wetu. Lakini walipotofautiana walizungumza, wakafika mahali. Na sisi Waanglikana tuna msemo semao, we agree to disagree.
Yep. Hamwezi binadamu kakubaliana kila kitu, hiyo haiwezekani. Hata watoto wa baba mmoja mama mmoja, we differ, tunatofautiana. Lakini mkitofautiana mzungumzie bila haya, bila unafiki, katika kweli na haki, na Mungu atawapa uamuzi bora, mtaendelea mbele kama familia, kama kanisa, kama serikali. Lazima kuzungumza mnapotofautiana. Na sisi ni binadamu, sio miungu. Mungu ndiye hatofautiani na yoyote yule, lakini sisi binadamu tunatofautiana. Kwa hiyo tukitofautiana tuzungumze, iwe ni taifa, iwe yote ile familia, ili tusonge mbele. Na katika jamii au familia, Mungu huweka watu. Mungu ni wa ajabu, huweka watu wa kuleta upatanisho. Na wako katika taifa letu, ninyi mnawajua, mnawasikia, mnasoma, mnajua. Watu hao wanaweza kuleta upatanisho kama kuna hitilafu yoyote ya kisiasa nchini, ili tuendelee kubarikiwa. Si tunaimba wimbo ule hivi, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki nini? Alafu sisi Wakristo tunasema mahali ni pazuri ndugu wanapofanyaje? Wakipatana vyema na wakipendana. Ndivyo tunavyoomba Mungu sisi wa Tanzania. Mungu atuwezeshe tukae mahali pema, kupatana na kushirikiana. Na ndugu zangu, mimi sitaki kuzungumza mambo mengi ya siasa kwa sababu ya muda upo. Mungu ametupa resources nyingi, ninyi mnajua. Ametupa resources kibao. Ametupendelea vya ajabu. Ni kweli mnajua na mimi najua. Nami naomba Mungu tuende mbele. Hata kama tumekwama mahali, na ninyi mnajua, tusikae hapo. Let's move forward. Na ndugu zangu, katika lugha ya Kiingereza wanasema, so what's the way forward? If you are stuck, what is the way forward? Umetembea na gari, umefika njiani, umepata ajali, umekwama. Kwa hiyo unakaa kwenye matope saa zote hizo, utafia hapo nakwambia. I'm telling you. Tafuta njia, suluhisho, tena haraka sana, ili uondoke kwenye matope, uendelee mbele na safari yako. Ndivyo inavyotakiwa katika taifa letu. Tukae, tuzungumze katika haki na kweli na wazi, ili tuendelee mbele hata kama imetokea nini. Sisi ni binadamu. Hata mimi mwenyewe hapa askofu, nimefika mahali katika uongozi wangu nikajikuta nimekwama. Sio utani. Ilibidi tuzungumze kwa makini na busara. Imekwisha. Na mnaniona hapa na afya nzuri, namshukuru Mungu, na 80 yangu ambayo Bwana amenipa. Na kakaangu Mzee Mtee ametangulia miaka 14. Miaka 13, 14. Ni baraka kubwa sana. Tumepata bonus. Mzee rafiki yangu, ndugu yangu amepata bonus ya miaka 13, 14. Ni baraka kubwa. Ni neema pekee. Si wote. Lakini mzee huyu inategemea maisha yake ya kiroho na ya kimwili pia. Ndivyo alivyoishi kwa uadilifu, kwa neema ya Mungu, bila hofu. Hata kama ukitofautiana na ndugu yako, mnaweza kukaa kule nyumbani, mnaweza kurufisha. Mtu na mke wake wanagombana, ni wanadamu hao, sio miungu wale. Mtu na wazazi wake wanagombana, na rafiki yake na ndugu yake wanagombana. Msilale, msiache, mkae, mzungumze, mtubu pale mlipokosea, nyote wawili. Mtubu. There's no question about it. Kwa sababu neno la Mungu linasema tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunafanyaje? Ya, tunajidanganya. Na hakuna watu wanafiki kama sisi wana binadamu. Kabisa. Ni wenye dhambi, ni wanafiki kabisa. Lakini tukiziungama anafanyaje? Atatusamehe. Hakuna dhambi isiyosameheka.
Kwani juu yetu kuona pale ambapo tumeanguka, tumekosea, kumwomba Mungu wetu, kila mtu individually, personally, kila mtu kwa nafsi yake mwenyewe kwanza, kabla hajaenda kwa ndugu yake na rafiki yake na nani, yeye mwenyewe na Mungu wake atengeneze maisha yake personally, halafu azungumze na ndugu yake bila unafiki. Ukiwepo unafiki au uongo, huyo ndugu yako hatakubaliana na wewe, hawezi. Hata mimi ukiniletea unafiki na uongo na ulaghai, sikubali. Ambie ukweli, halafu tutengeneze. Kama unikosea utubu, au mimi nitubu, tusaishe mambo, tuende mbele. Ndivyo Mungu alivyotumba sisi binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ndugu zangu, niseme kidogo sana alafu niende kwenye neno la Mungu kwa sababu muda umepita kiasi, naomba radhi kwa hilo. Mzee alikuwa msomi, somesha watoto wako kwa bidii zote, kwa gharama yoyote. Investment, tunafanya investment nyingi, uwekezaji mwingi. Wekeza kwa elimu ya mtoto wako kwanza, kwenye shule yoyote, na kama imeshindikana basi shule ya ufundi angalau, lakini uwekeze mpaka afike kule juu. Kwa nini? Dunia inabadilika, inahitaji watu wenye elimu, wanajua teknolojia, wanajua sayansi na kadhalika na kadhalika. Kama mtoto wako ni mbungu, ni taabu, shida kubwa. Huyu mzee amesomesha watoto wake, wako hapa mnawaona. Mungu atusaidie tuwekeze kwenye elimu kuliko kitu chochote katika taifa letu. Kwani mheshimiwa hayati mwasi wa taifa hili Julius Kambarage Nyerere angeongoza Tanzania kama hakwenda shule? No way. Angeongoza taifa hili? Haiwezekani. Alikwenda shule. Sisemi kwamba ukisoma lazima wote wawe maaskofu, wote wawe wachungaji au wanani marais, hapana. Lakini nasema tuwekeze kwenye elimu ya watoto wetu. Na tukae nao nyumbani. Mara nyingi si wazazi hatuna nafasi ya kukaa nao. Ukiacha mtoto wako nyumbani tu kila mara bila kumjulia hali, kumpenda, kumtia moyo, atakuwa ameyumbishwa kuna kule na kule na kule. Mara nyingi sana tutafute nafasi ya kuwalea na kuwatunza wazazi wetu, ndio watakao kuwa viongozi wa kesho, marais wa kesho, mawaziri wakuu na kadhalika na kadhalika, na wachungaji na maaskofu kama mimi na kadhalika. Watatoka katika familia zetu ulivyomlea na kumtunza mwanao. Jambo jingine briefly, jambo jingine ni afya. Mzee wa miaka 93, mzee Mtei, ni kwa sababu aliishi vizuri na alitunza afya zake. Moja, kunywa maji mengi ndugu yangu. Kunywa maji, tena usijanywa maji, dhambi kubwa sana hii. Kunywa maji as much as you can. Maji ni dawa. Lakini pia fanya mazoezi. Hata kama ni mzee, mimi nasema nini? Nafanya mazoezi, nachapa malapa. Na mzee alikuwa anatembea kushambani, anafanya mazoezi. Na wewe fanya mazoezi ili kudumisha mwili wako uwe na nguvu siku zote za maisha yako. Lakini jingine ndugu zangu, nisisahau, uchape usingizi mnono. Usingizi mnono ni afya. Nimeona kwa experience yangu mwenyewe. Ndio tuko busy. Kweli tuko busy. What? Unalala masaa 2, 3, 4. Oh, that's not enough. Lala muda wa kutosha. Weka vitu vingine pembeni, ulale. Na wale wanaokoroma haya, ulale, pumzike. Ukiamka una nguvu mpya, kwa sababu zile chembe za mwili wako zinafanya kazi vizuri, zinajipanga vizuri, zinajirepea vizuri, kwa sababu ulilala. Acha ma stress, yanasumbua, yanapunguza maisha. Acha ma stress, hayana mwisho yale madudu. Ni kila ile inaua ile ma stress. Mwachie Mungu. Bwana amesema, leteni mizigo, mimi njoni kwangu mnaolemewa na mizigo tele. Mizigo gani? Ya kisiasa? Mpelekee Bwana Yesu, atasolve. Alafu lale usingizi. Ya unyumba, ya ndoa ina matatizo, mpelekee Yesu, atakusaidia kusolve. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo mizito, nami nitafanyaje? Ni kweli, usiogope kumpelekea lolote. Yeye atakubebea, atakushauri, atakuongoza hatua kwa hatua. Now,
Sasa nimalizie kwenda kwenye neno la Mungu. Nimeshasema mengi, sasa niende kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 haraka niwezekanavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Itoshe hapo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Aha, kwa nini? Kwa sababu walimuona Yesu alivyokuwa anatafutwa na maadui zake, wamkamate, wamsulubishe. Wanafunzi walikuwa na huzuni kubwa na wasiwasi mkuu. Sasa huyu mzee akikamatwa itakuwaje? Tutaishije? Hapana. Sasa tutafanya nani atakayetuongoza na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Walikuwa na mafadhaiko mengi. Inawezekana mafadhaiko